Tunaelewa kwa makini? Tunaingia sasa hatua ya pili. Baada ya kueleza hili. Sasa kwa nini sasa hili fundisho lilitoka wapi? Ya kwamba Lilith ni mke wa nani? Wa Adamu. Lilitoka wapi? Hili fundisho lipo. Fundisho hili lipo kwa Wayahudi. Hapa ndipo watu wanasema nataka niongee kwa makini hapa. Hili fundisho lipo kwa wanani? Kwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wayahudi wana maandishi wanaita alphabet of Beni Sila. Hawa nani? Wayahudi. Wana maandishi hayo ambayo yameandikwa kuanzia karne ya 8 hadi karne ya 10. Sikiko makini sasa mahali hapa. Maandishi hayo yapo yameandikwa kuanzia karne ya ngapi? Ya 8 hadi ya ngapi? Baada ya Kristo. BK, sio KK. Tazama hapo unaweza kuweka nini sasa? Aranga kujiuliza. Yaani Adamu na Eva alikuwepo kutoka kabisa mwanzo mmoja. Lakini habari hii kwa Wayahudi imepatikana karne ya ngapi? Ya 8 baada ya nani? Ya Kristo. Baada ya Kristo. Yaani Yesu akishakuja akaenda mbinguni. Sababu Kristo alikuwepo karne ya ngapi? Karne ya kwanza duniani hapa. Si ndivyo hivyo? Karne ya kwanza. Ndio alikuwa duniani hapa hivi. Kwa hiyo, hebu angalia sasa. Karne moja ni miaka mingapi? 100. Si ndivyo hivyo? Yaani karne moja na miaka 100. Kwa hiyo Yesu amekuwepo karne ya kwanza hapa duniani. Sawa? Kipindi chake sasa huko. Karne ya kwanza hakuishi miaka 100 hapa, aliishi kama miaka 30 ngapi? 30 na hivi. Akafa akafufuka akaenda wapi? Mbinguni. Imeendelea kabaki wanafunzi wa Yesu wakaendelea. Sawa, wanafunzi wa Yesu wameendelea mpaka kuelekea karne ya ngapi? Karne ya pili. Wanafunzi wa Yesu Wayahudi hawakuwa na fundisho la nani? Lilith. Kama Adamu alikuwa na nani? Alikuwa na Mungu. Wanafunzi wa Yesu na Yesu mwenyewe hawakuwa na fundisho kama la jinsi hili. Yesu asifiwe. Karne zimeenda. Karne ya kwanza ikaisha, karne ya pili ikaisha, wanafunzi wa Yesu walimalizika wote karne ya ngapi? Karne ya kwanza wote walikuwa wameshaisha wote. Karne ya pili ikaingia, karne ya tatu ya uasi wa nini sasa? Uasi wa kanisa ukaendelea, hii Roman Empire. Imeendelea karne ya ngapi? Ya 4, imeendelea ya 5, ya 6, mpaka ya ngapi? Hebu ona miaka mingapi? Karne ya ngapi nasema? Ya 8. Karne ya 8 hadi ya 10. Ndiyo sasa Wayahudi hasa wasomi wa Kiyahudi wakaleta fundisho hilo, lakini pia haliko katika kinini kibiblia. Limekaa kijamii zaidi hilo fundisho. Limekaa kinini? Kijamii zaidi. Walinukuu Biblia ya Kiebrania. Hawa wasomi wa Kiyahudi wana jamii. Sio wa Kristo, songelea habari ya Wakristo. Unajua Wayahudi pia wana mila zao kama nini? Kama mila. Kwa hiyo liko kwenye upande wa vitabu vya Kiyahudi, kwa upande wa mila za Kiyahudi, sio kidini ya Kiyahudi. Naomba kwa makini hapa. Watu wanachanganya mada hapa. Basi wasema kama wao ndio watu wa nani? Watu wa Mungu. No, sio hivyo. Wayahudi ni kama Wasukuma, ni kama Wajita, ni kama Wagogo, ni kama Wakuria, nao wana mila zao. Hata baada ya kuja ndani ya Ukristo ya kuitwa, bado Wayahudi wana nini? Wana mila zao, wana hadithi zao. Kwa Wayahudi hawa wanazo hadithi zao. Sasa hilo fundisho liliwekwa kwenye vitabu hivyo. Ndio maana unaona sasa linapatikana karne ya ngapi? Ya 8. Ya 8. Sio huko mwanzo
agano la kale huko hiyo kitu hakipo. Na ili wabuni iendane, wakasoma Biblia ya Kiebrania, Isaya 34 fungu la 14. Usome hapo utayakuta hayo hayamo. Biblia ya Kiebrania. Biblia ya Kiebrania Isaya 34 fungu la 10 ngapi? Na 4. Ndio kuna neno relief pale liko mahali pale. Ile Biblia kabisa ya Kiebrania kabisa tupata swali wa dini. Hilo neno liko mahali pale. Mwalimu. Kwa Biblia nyingine hauwezi kulikuta. Ila Biblia ya Kiebrania lipo. Limeandikwa neno nini? Relief. Sawa? Relief pale ameandikwa mahali pale. Biblia ya Kiebrania. Ila sasa ameandikwa hapo si kama mwanamke. Ameandikwa hapo si kama binadamu. Ameandikwa hapo kama jini, kama pepo. Neno hilo limetumika mahali pale kumaanisha nini? Jini ama pepo la usiku linaoangamiza watoto. Limetumika mahali pale kama nini? Jini la usiku linaoangamiza watoto. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri hata nyinyi wenyewe hapa mnafahamu tu mtu yote akiwa na tabia fulani unaweza ukamwita jina fulani baya fulani, sawa? Unaelewa hicho kitu? Unaweza kumwita jina fulani baya kulingana na nini? Na matendo yake anayoyafanya kwa jina fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano Isaya 30 fungu la 7 pale imeandikwa. Nitoe mfano. Kwa mfano Isaya 30 fungu la 7 pale imeandikwa. Soma, toa mfano hapa. Isaya 30 mstari wa 7 anasema, naam. Kwa maana Misri huwasaidia bure. Kwa maana Misri huwasaidia bure. Bila faida. Bila faida. Kwa hiyo nimemuita Rahabu aketie kimya. Haya. Kwa hiyo nimemuita Rahabu aketie nini? Kimya. Rahabu jina la nani? La kahaba. Mwanamke kahaba. Rahabu jina la nani? Sio mwanamke kahaba. Rahabu jina la nani? Sio mwanamke? Ndio. Kuna kitu Rahabu sio kahaba. Unaona sasa hapo, kwa Rahabu ni jina la nani? La mwanamke. Sawa? Lakini Biblia ilipoandika hapo jina la Rahabu, haijamaanisha nini? Haijamaanisha mwanamke. Imemaanisha ilipoandika Rahabu, imemaanisha Lewiathan. Bwana asifiwe. Inamaanisha nyangumi, samaki wa baharini. Baharini, mtawala wa baharini anaitwa nani? Nyangumi. Sisi kwa jina tunamfahamu hivi sisi nyangumi. Ila alikuwa na jina lingine anaitwa nani sasa? Rahabu. Rahabu maana yake ni samaki lenye nguvu. Kumbuka limeza mpaka nani? Yona. Sawa? Linameza mpaka mtu. Kwa hiyo hakuna samaki mwingine baharini mkubwa kama nani? Kama nyangumi. Kwa hiyo sasa Israeli sasa walikuwa wanakimbilia msaada kwa nani? Kwa Misri iwasaidie. Ile Misri wakimsaidia na Waisraeli. Maana na majeshi ya farasi katika kule fungu la kwanza utaona hawa mama. Wale wao watu waasi wanakwenda wapi? Kwenda Misri. Sawa? Kwa hiyo Misri ilikuwa na jeshi kubwa. Lakini jeshi la Misri Mungu analiita Misri haitawasaidia jambo lolote. Maana Misri nimemuita Rahabu aketie kimya. Maana yake ni kwamba ni nyangumi aliyekufa. Sasa kwa walihitaji Wayahudi kufikisha ujumbe. Yaani Wayahudi kwa upande wa mila za Kiyahudi. Kumbuka Wayahudi toka zamani hawamtambui nani? Mwanamke, sawa? Utasoma Biblia kwamba Yesu akalisha watu 1000 ngapi? 5000 bila kuhesabu nani? Wanawake. Unaona, toka zamani kwa Wayahudi pia walikuwa na mila. Japokuwa Biblia pia inaongelea mambo fulani ya wanawake. Lakini pia mambo mengine ilikuwa mila ya nini? Mila ya Kiyahudi. Sawa? Hata ulisi ilikuwa hawapewi. Mpaka Musa, mpaka kuna watu fulani walimfuata Musa, wakamuelezea wanawake fulani, Biblia imeandikwa.
Sisi baba yetu walikufa, hakuna mwanamume hata mmoja. Kwa sisi tunakuwa kwaje? Musa akaambiwa wapewe. Sababu hawana nani? Hakuna mwanamume nyumbani kwao, wapewe urithi kwa baba yao. Ile ilikuwa hata iruhusiwi kupewa hata nini, hata urithi kwa Wayahudi. Kwa hiyo sasa, kwa kuendeleza mila hiyo ya Kiyahudi, Wayahudi wakaja na nani sasa? Na Adamu, kwamba alikuwepo Adamu. Adamu aliumbwa na mwanamke, alikuwa kitu nani? Lilith. Huyo mwanamke waliumbwa wakiwa wako sawa. Pamoja wote waliumbwa na Mungu wakiwa sawa. Lilith alikataa kuwa chini ya nani? Chini ya Adamu. Adamu akamsihi sana, lakini akakataa kuwa na kiburi na mwanamke. Na hatimaye wakorofishana, walikuwa wamezaa watoto 200. Waone na hali ya nini? Kama sio ubo wao. Walikuwa wamezaa watoto wangapi? 200. Unaona, na Adamu, huyo Lilith huyo. Unaona? Kwa hiyo sasa akakataa kuwa chini ya nani? Ya mwanaume. Akaondoka kwa nani? Kwa Adamu. Akaenda huko. Alipoenda akageuka. Akawa nani? Akawa jini. Ili wanawake ambao hawatiwa nani? Wafanye nini? Waogope. Ilikuwa ndio lengo hilo. Sasa leo Wakristo na wachungaji na wainjilisti ambao hata hawajui historia ya Israeli, ya kwamba Israeli mpaka leo kanisa la Mungu ilishaachwa, ndio hao ukikuta mtu anasema Israeli ni taifa takatifu la Mungu, ndio hao. Maana hata hawajui kwamba kuna mila za nani? Kuna mila ndani ya Wayahudi. Yaani wao jambo lolote lile ambalo wakiongea Myahudi mpagani, wao wanafanya nini? Wanasema hawa ndio watu wa Mungu. Hamjambo watu wa Mungu. Yaani jambo lolote, kuna wachungaji, kuna wainjilisti, kuna walimu wa Biblia, jambo lolote maadamu ameongea nani? Myahudi. Wanaamini kwamba hao ni watu wa nani? Hao sio watu wa Mungu. Yaani Myahudi amzidi mgogo. Kwa leo maana Yesu alimwaga damu, akawafia watu wote wa kila lugha na nini? Na kabila. Na kuna Wayahudi wengi tu sana hawamkubali nani? Hawamkubali hata Yesu. Ni 2% tu Wayahudi leo, kufika pale 2% peke yake wale upande wa nani? Wanaomwamini Yesu Kristo. Sasa hao watu sasa wanachukua, ndio maana kwamba hili fundisho la dini limeandikwa wapi? Na kwa vitabu vingine vya wapi? Viliachwa vya kwenye Biblia halimo. Hilo fundisho liko kwenye vitabu vya hadithi za kinini, za riwaya ya Kiyahudi. Walileta karne ya 8 wakihitaji kufikisha ujumbe juu ya wanawake ambao wanahitaji haki sawa, watageuka wawe nini? Deshishimwe. Kama nani sasa? Gilead. Sawa jamani? Mnaelewa kwa makini? Kwa hiyo sasa limeendelea fundisho hilo, limeshika nini? Limeshika kasi. Sasa akaondoka, sasa akageuka akaenda kuwa nini? Akaenda kuwa jini. Baadaye Mungu akamtumia malaika watatu. Tunaeleza hivi. Mungu akamtumia malaika wangapi? Kwamba arudi kwa mume wake, ajirudi akatuma kwa mume wake. Akakataa. Sasa siwezi kurudi huko. Ananyanyasa Mungu. Huyo Adamu, tuko namna gani? Tuko naye haki sawa. Kwa hiyo akaapa sasa. Lilith akaapa ya kwamba siwezi kurudi huko, na kilichopo nitawaua watoto wa nani? Watoto wa Adamu. Atakuwa kuja kufanya kuzaa baadaye. Nitakuwa na waua. Na nitakuwa na watoto wote wa dunia nzima wa kiume. Bwana asifiwe.